haraka upesi. Nazungumza na wewe mtazamaji, lakini na wewe pia msikilizaji, kuhusiana na ule muda ambao mwanamke anakuwa na ute mwingi ukeni. Nitazungumzia kuhusu muda ambao mwanamke anakuwa na ute mwingi ukeni. Muda wa kwanza ni ule muda akiwa katika siku zake za hatari, yani ovulation. Ovulation ni kati ya siku ya 12 mpaka ya 16 ya mzunguko wa hedhi, kutokana na ule uwepo wa homoni nyingi ya estrogen. Sawa Uke huwa unakuaga na ute mwingi sana, yani hapa kuna full utelezi. Sawa Muda wa pili ni wakati mwanamke anapokuwa na ujauzito. Kipindi cha ujauzito, msikilizaji, uke huo unakuaga wa moto sana sana. Alafu kwenye kupata utelezi ndio usiseme, kwa sababu utelezi ni wa kutosha. Sasa ninakustikia maana na wanihurumisha sana wewe mwanamume ambaye kila mwanamke anapokuwa na ujauzito, especially anapofika kwenye mwezi wa 7, unasema wacha ni mimba ya kwanza, wacha aende akajifungulie kwao. Hivi kweli wewe unajua utamu wa mwanamke anapokuwa na ujauzito? Mnapokuwa kule chumbani kwenye faragha, kwenye 6 bidini, trust you me, kama kuna kipindi mwanamume huwa anafurahia tendo, ni wakati mke wake ama mwanamke wake anapokuwa na ujauzito, kwa sababu kuna joto jingi sana, alafu utelezi umeongezwa. Sawa Kwa hivyo wewe mwanamume ambaye unahofia kwamba siwezi mimi kulala na mwanamke wangu kwa sababu ana ujauzito, mchawi mkubwa sana, kwa sababu ni kutoe hofu na wasiwasi. Mtoto ana nyumba yake na wewe una sehemu yako. Sawa Yani wewe endelea kula raha na mke wako wakati wa ujauzito, inshallah mpaka anapelekwa leba. Utakuwa unamsaidia sana sana, tena sana. Sio wewe akifika miezi 7 unampeleka kwao, unamweka katika hatari wakati wa kujifungua. Kwa hivyo huu ndio muda halisi wakati anapozidi ute ukeni, especially anapokuwa na ujauzito. Lakini muda mwingine ni ule wakati anapochezewa sana. Kwa kawaida mwanamke yeyote akichezewa vizuri na kwa muda mrefu, uke huwa unaloa zaidi. Sawa Na hapa unahitajika uwe mstahimilivu, uwe mvumilivu, kwa sababu hisia za mwanamke huwa ziko mbali. Ni lazima useme nazo, ni lazima uzungumze nazo, ni lazima uziite. Na ndiyo maana kila mwanamke huwa ana sehemu yake maalum ambayo ukimtomasa vizuri, ukimshika vizuri, ukimramba vizuri, ama ukimpiga mnyonyo kisawasawa, uke utaloa zaidi ya alivyokuwa. Sawa Kwa hivyo kwenye takriban dakika 15 mpaka 20-30 usiwe na haraka kama kuku. Take your time katika kumtayarisha mwanamke wako ili apate kupata ute wa kutosha ndani ya uke wake. Na wewe mwanamume, ukichukua muda mrefu zaidi kumtayarisha mwanamke wako, hautakuwa tena kutumia mwanamume yule ambaye atakuwa anatumia mate kama kilainishi ama mafuta kama kilainishi, kwa sababu uke kama uke, kipochi manyoya kama kipochi manyoya, ukikichezea vizuri kwa wakati, yani hauna haraka, trust you me, hauhitaji mate, hauhitaji mafuta, kwa sababu uke umeumbwa kuloa ukichezewa vizuri. Uke umeumbwa kuwa na ute. Kwa hivyo wewe ambaye huwa una haraka, unamsababishia michubuko mwanamke wako ama mke wako, unamuumiza. But the moment utakuwa unachukua muda vizuri mrefu wa kumchezea, basi uke wake utaloa vizuri pasi kuhitaji mafuta wala mate. Lakini muda mwingine ambapo mwanamke uke wake unazidi kuloa ute ni anaposhiba.
Yaani tafiti nyingi zinaonyesha kwamba mwanamke akishashiba, hisia za mapenzi huwa zinaongezeka zaidi na huwa ni rahisi kuwa na ute mwingi kwenye uke wake. Na ndiyo maana mnashauriwa kabla ya kupeana mautamu mnapokuwa faraga kwenye 6 kwa 6 bedini, hakikisha nyote wawili mumekula vizuri, mumeshiba. Alafu mchezee mke wako. Alafu majibu utakuja kunipatia. Lakini kitu chengine ama muda mwingine ambao unamfanya mwanamke awe na ute zaidi kwenye uke wake ni akikaribia kufika ama akifika kileleni. Mara nyingi sana, ama niseme mara zote, mwanamke akikaribia kufika kileleni ama akifika kileleni, ute ukeni huwa unaongezeka. Ila hapa ni kutahadharishe kwamba wanawake wote sio sawa. Kuna wanawake aina 3 ambao wote wanafika kileleni, lakini dalili wanazozitoa ni tofauti. Kuna huyu ambaye akikaribia kufika kileleni ama akifika kileleni uke wake unazidi kuloa ute, ni dalili tosha kukuonyesha kwamba tendo lilomfanyia amelipenda, ameridhika. Lakini kuna yule ambaye kufika kwake kileleni anatoa maziwa ya mtindi, anatoa maziwa meupe hivi. Hiyo ni ishara nyingine ambayo inakuashiria kwamba mwanamke wako ama mke wako kafika kileleni. Lakini kuna yule ambaye anafika kileleni kwa kutoa maji. Maji haya sio mikojo, kwa sababu haya maji yanayotolewa wakati mwanamke anapofika kileleni hayana harufu, hayana ladha, wala hayana rangi. Tofauti na mikojo halisi. Mikojo ina harufu, mikojo ina rangi, na hata ukionja utasikia testi fulani hivi. Lakini haya ni meupe, hayana ladha, hayana harufu. Ni dalili tosha kukuonyesha kwamba mwanamke wako amefika kileleni. Kwa hivyo zingatia sana kabla hamujaanza kupeana utamu mnapokuwa faraga kwenye 6 kwa 6 bedini, una mwanamke wa aina gani? Una mwanamke wa kwamba uke wake unaloa, una mwanamke kwamba anatoa maziwa ya mtindi ama anatoa maji? Ila zingatia sana kwenye kumtoa maji mkeo. Muda mwingine ni ule muda akipata hisia za mapenzi. Mwanamke akipata hisia za mapenzi, kuta zake za uke huwa zinazalisha ute mwingi na wa kutosha. Na cha kushangaza ama cha kustaajabisha ni kwamba hili jambo linaweza kutokea ndani ya sekunde, bora tu apate hisia kali za mapenzi, alafu apate hizo hisia kutoka kwa mtu anayempenda. Within seconds ute tayari umejaa kwenye uke wake. Na ndio maana huwa nasema unapochukua muda mwingi sana kumtayarisha mwanamke wako ama mke wako, itakuwa bora zaidi. Kwa sababu wengine ni rahisi kupata msisimko kwa haraka, lakini wengine mpaka zile hisia uziite, useme nazo. Sawa? Kwa hivyo hii ndio mida ambayo mwanamke huwa anapata ute mwingi sana kwenye uke wake.